Mheshimiwa Daktari Christine Shangoma ajiandae. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi nami niweze kuchangia hotuba ya bajeti ya Wizara ya Nishati. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nianze kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kipenzi cha Watanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, rais ambaye amejipambanua nchi hii kwa kuhakikisha fedha zinapelekwa vijijini kwenda kutatua matatizo ya wananchi. Ni Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye amehakikisha huduma ya majiko ya gesi inaanza kusambazwa vijijini. Ni Rais Samia Suluhu Hassan ambaye amehakikisha katika kipindi kifupi vijiji vyote vya Tanzania vinapata miundombinu ya umeme, na rais huyu amehakikisha hata bwawa la kufua umeme la Rusumo lililopo kwenye jimbo la Ngara nalo linajengwa, linakamilika. Kila Mtanzania anasema Rais Samia mitano tena. Mitano tena ya Rais Samia haijaja hivi hivi. Ni kwa sababu rais huyu amegusa maisha wa Tanzania. Si tu amepeleka nuru ya mwanga wa umeme vijijini. Ni kwa sababu Rais Samia ameondoa vibatari vijijini. Kwa sababu wananchi ambao walikuwa hawana umeme wamekuwa wakiendelea kutumia vibatari hasa kwenye vijiji, na sasa jambo hilo Rais Samia ameliondoa. Lakini hata wale wanaosema no reform no election, wale wengine wa mlengo wa kushoto, na wenyewe kimya kimya wanakubaliana nami kwamba Rais Samia mitano tena, hata kama wanaisema kimoyomoyo. Mimi na wananchi wa jimbo la Ngara tunaendelea kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo anaendelea kuchapa kazi. Tunamwombea afya njema ili aweze kuendelea kuwatumikia Watanzania. Vile vile naomba nimpongeze Naibu Waziri Mkuu ndugu yangu Daktari Doto Mashaka Biteko, wewe pamoja na viongozi wenzako wa Wizara ya Nishati kwa kuweza kuelewa na kutafsiri vizuri maono ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye wizara hii ya nishati. Hakika katika kipindi chako Daktari Doto Mashaka Biteko tumejifunza funzo moja la tofauti kati ya kukatika kwa umeme na kukatika kwa umeme. Mheshimiwa Mwenyekiti, huko nyuma ulikuwa unashangaa huku naangalia mpira umeme unakatika. Wananchi wako kwenye shughuli zao umeme unakatika. Lakini sasa hivi tumeshuhudia maboresho makubwa kwenye wizara hii ya nishati, hasa upande wa TANESCO, ambapo umeme unapotaka kukatwa wamejitahidi, wateja wanapewa taarifa mapema. Mwenye kujiandaa anafanya maandalizi, na taarifa za kisasa zimeboreshwa katika kiwango ambacho wanawaeleza Watanzania kwamba umeme utakatika muda kadhaa na matarajio ya huduma ya umeme kurudi ni muda kadhaa. Hivyo Watanzania wanaweza kujipanga. Wale wanaomiliki mitambo ya kuzalisha kwa kutumia umeme wanaweza kujipanga na kufanya shughuli zao. Hakika Daktari Doto Mashaka Biteko umeboresha huduma ya customer care baina ya TANESCO na wananchi. Hongera sana Daktari Doto Mashaka Biteko, wewe na wenzako kwa kazi nzuri. Na huko tunakoelekea tutajifunza funzo lingine, tutakuja kujifunza tofauti ya kukatika na kutokatika kwa umeme. Tunafahamu maendeleo ni hatua, na hatua moja huanzisha hatua nyingine. Kazi yenu mmeifanya vizuri, hongera sana Daktari Doto Mashaka Biteko. Na nielekeze mchango wangu kwanza kwenye eneo la kuongeza matumizi ya umeme vijijini.
Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati tunashukuru na kupongeza serikali kufikisha miundombinu ya umeme kwenye kila makao makuu ya kijiji, bado mahitaji ya umeme ni makubwa kuliko kipindi chochote kile. Wananchi kwenye vitongoji wanasubiria kupata umeme na kiu yao ni kubwa. Ninaomba maboresho ya kuongeza matumizi ya umeme kwenye vitongoji yaanze mara moja, hasa kwenye mwaka huu wa fedha wa 2025-2026. Malengo mapana iwe ni kuhakikisha tunawapelekea wananchi kwenye vitongoji umeme, ili napofika mwaka 2030 asilimia kubwa ya wananchi kwenye vitongoji vya Tanzania wawe wamepata nishati ya umeme. Maboresho mengine kwenye kuongeza tija na matumizi ya umeme kwenye vijiji na kwenye vitongoji. Kuna hizi transformer ambazo zimewekwa zenye kVA 50. Kusemesha ukweli, mpenzi wa Mungu, hizi transformer uwezo wake ni mdogo. Lazima nikiri na niseme kwamba uwezo ni mdogo, kwa sababu tumekuwa tukiwalaumu LEA na TANESCO ni kwa nini wananchi hawapewi huduma ya umeme. Yamkini ni kwa sababu hofu yao ni kwamba wataongeza lodi ya umeme, matokeo yake transformer zitashindwa kuhimili mahitaji ya umeme ya wananchi. Ombi langu na ushauri wangu kwa Wizara ya Nishati na TANESCO, tunaomba muanze sasa kutufungia transformer zenye umeme zenye ukubwa wa kVA 100 hadi kVA 200. Hii inaenda kusaidia wananchi wengi kuweza kuunganishwa kwenye huduma ya umeme. Katika kuongeza matumizi ya umeme, ninaomba wizara hii ya nishati na TANESCO pamoja na LEA muweze kuanza kupushi mitungi ya gesi inayoendana sambamba na majiko yanayokubali kupika kwa kutumia umeme na kwa kutumia gesi. Hii itawasaidia wananchi. Wakati mwananchi anasubiria kwenda kununua mtungi wa gesi, aweze kuunganisha jiko lake la kupikia kwa umeme na umeme uliopelekwa majumbani. Umeme mpaka sasa hivi matumizi yake ukienda vijijini, kwa sehemu kubwa wanatumia kwa ajili ya mwanga na sehemu kidogo wanatumia kwa ajili ya viwanda. Sasa tuwasaidie kupushi ajenda hii, tusiishie tu kusambaza mitungi ya gesi. Ndugu zangu wa LEA, tusambaze mitungi ya gesi inayoendana na majiko yanayokubali kupika kwa kutumia umeme na kwa kutumia gesi, na hata kiwezekana kwa kutumia makaa. Kama jiko hilo unaweza kuweka makaa likapika, tutafurahia kupata teknolojia hiyo. Katika kuendeleza matumizi ya umeme vijijini, ninashauri Wizara ya Nishati muanze kupushi ajenda ya kuondoa kodi kwenye vifaa vya kielektroniki vinavyotumika jikoni na sebuleni. Hapa ninazungumza matumizi ya TV, majiko ya umeme, blender za kusagia juisi na vitu vingine. Watanzania tunapowapelekea umeme vijijini, tuwasaidie na kupata vifaa vinavyotumia huo umeme ili kuendeleza kurahisisha maisha yao. Tunawaomba Wizara ya Nishati, pushini ajenda ya kuondoa kodi kwenye vifaa hivi ili Watanzania waweze kuvipata kwa pesa kidogo ambayo wanaweza kuhimili. Nina uhakika jambo hili Daktari Doto Mashaka Biteko unaliweza, na wale wanaokuongelesha wakuache, tuko tunazungumza na wewe. Tunaamini jambo hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, unatusaidia katika eneo hilo. Tunakuomba Mheshimiwa Daktari Doto Mashaka Biteko utusaidie kupushi hii ajenda, Watanzania waweze kupata access ya vifaa vinavyotumia umeme ambavyo kodi yake imepunguzwa, ili kuwe na mantiki ya kupeleka umeme kwenye vijiji na kwenye vitongoji. Eneo lingine nalotaka kuzungumzia ni namna gani TANESCO na LEA wanajipanga kurejesha huduma ya umeme inapotokea umeme umekatika ama inapotokea miundombinu ya umeme imeungua. Hivi ninavyosimama hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti,
nina vijiji vitano ambavyo transformer zimeungua na wananchi wanasubiria huduma ya umeme kwa muda mrefu. Tumeendelea kuwatafuta TANESCO, TANESCO wanarudisha mpira kwa LEA, LEA inarudisha mpira kwa mkandarasi. Hivi ninavyozungumza, vijiji vya Mkalinzi, Kititiza, Mkubu, Mumiramira na Mganza, wananchi hawa transformer zimekatika muda mrefu, zimeungua, wananchi hawana huduma ya umeme. Nikuombe Mheshimiwa Waziri, unapokuja kuhitimisha hoja hii, uje na majibu, uje na suruhu, ili na mimi niweze kukubaliana, nisiweze kuweka pingamizi kwenye bajeti hii. Uje na suruhu, ni lini wananchi wangu hawa watapata huduma ya umeme ambayo imekatika. Mheshimiwa, nilikuwa nangoja umalizie, naona humalizi, muda wako umeisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninakushukuru sana kwa kunipa nafasi hii, ninaunga mkono hoja. Asante.